Wapendwa taifa la Mungu, kama nilivyosema mwanzoni mwa ibada ya misa hii takatifu, ni kwamba leo tunaadhimisha sherehe ya somo wa parokia yetu, parokia ya Moyo Safi wa Bikira Maria. Katika somo la kwanza tumesikia kuhusu mama huyu ambaye anaitwa, baadaye alipewa jina la Hawa, kindi alikuwa anaitwa Eva. Mama huyu ni tofauti na mama ambayo tunamsikia katika Injili ya leo. Mama wa kwanza alitafuta makuu. Mama wa kwanza alitafuta sifa. Mama wa kwanza alitafuta hadhi. Mama wa kwanza alitafuta heshima. Lakini tunaona mama wa pili katika Injili ni mama ambaye hatafuti lolote lile, isipokuwa anayapokea yote na anayaweka moyoni mwake. Mama wa kwanza ni sawasawa na mama mwingine ambaye nimewahi kukutana naye, na wapo akina mama wa namna hiyo vile vile. Huyo mama desturi yake Mungu amweke mahali pema peponi kwa sababu amekusha kufa, lakini desturi ya yule mama ukikutana naye, ukisha msalimia tu anakuambia mimi ndio mama yake na fulani. Na huyo fulani alikuwa mtu mkubwa mwenye hadhi kubwa katika nchi hii. Kwa mkisalimiana tu, kisha maweza kusema shikamoo mama, marahaba, unanifahamu mimi ndio mama yake na fulani. Anakukumbusha hilo kwamba yeye ni mama yake na yule mnayemtambua. Na huyu mama wa kwanza katika somo la kwanza ndiyo picha anayotupa. Mama aliyetaka makuu, mama aliyetamani kuwa kama Mungu. Huyu alipitiliza sasa. Afadhali wengine wanatamani watoto wao wawe wakuu, lakini huyu mama yeye alipitiliza. Yeye alitaka yeye mwenyewe awe kama Mungu, hadhi ya juu kabisa. Na tunasikia katika somo la kwanza jinsi wanavyorushiana mpira. Baba anamrushia mpira mama, mama anamrushia mpira nyoka. Kukwepa kuwajibika. Mama wa kwanza hakutaka kuwajibika. Mama wa pili ni muwajibikaji, na ndio maana baada ya kugundua kwamba hawako pamoja na mwanaye, wanaamua kurudi Yerusalemu. Mama anawajibika kurudi Yerusalemu kuangalia mtoto wake yuko wapi. Ni uwajibikaji huo. Leo hii tunaona wakina mama wengi ambao uwajibikaji kama huo umepungua, na ndio maana unaona watu wengi wanakwepa masuala ya kunyonyesha mtoto. Sisi wazazi wetu walikuwa wanatunyonyesha miaka miwili ndio anazaliwa mtoto mwingine. Mama wa leo miaka miwili haifiki, taisha acha kunyonyesha kwa sababu hana muda wa kunyonyesha. Kwa mtoto wake ni maziwa kwenye kopo na vimbwanga vingine ambavyo vinapatikana huko, sema atakuwa na hayo. Mama wa leo anaona watoto ni kero, ndio maana shule zikifungwa baada ya wiki moja wanaanza kuuliza hivi shule zinafunguliwa lini tena, sababu ni kero kukaa na watoto wao. Uwajibikaji unakwenda unapungua wa wazazi kwa watoto wao. Mama na baba unapungua kwa sababu wazazi ni wawili na walezi ni wawili, baba na mama. Wote wanapaswa kuwajibika katika malezi ya watoto wao, lakini tunaona ile hamu ya kulea sasa hivi haipo. Na katika ulimwengu huu wa akili unde, wanasema akili unde,
au artificial intelligence, ambako sasa hivi tunaambiwa kwamba mwanamama anaweza akajifungua bila kusikia uchungu wowote ule. Watu wanakimbilia hiyo, asisikie uchungu, azae tu bila kusikia uchungu. Sasa mtoto ambaye hujasikia uchungu wake ana raha gani? Ana utamu gani? Kwa sababu mimi nakumbuka mama zetu walikuwa wanatuambia, ukifanya kosa anakuambiaje? Mimi ndiye niliyeumwa uchungu, kwa hiyo shika adabu. Anakuambia mama yako, umemkasirisha siku hiyo, kakasirika, kwa mimi ndio niliyeumwa uchungu, shika adabu. Na ukiambiwa hivyo kweli, unamwangalia mama unasema, la, kwa kweli hapa nimejichanganya. Ni kweli aliumwa uchungu yeye kweli, ndio maana alinizaa kwa uchungu. Sasa leo hii mama ambaye anazaa bila uchungu atamwambia nini mtoto wake ambaye hataki kumsikia? Itakuwa vigumu kumwambia mtoto wako kwa sababu hujamuonea uchungu. Na ndio maana leo hii si ajabu kusikia mtoto wa miaka 3 kaisha pelekwa nasari. Yuko huko nasari analelewa na mtu mwingine ambaye hajamzaa. Kwa matokeo yake watoto wanajifunza mambo mengine huko ambayo hawakuzai kujifunza kwa sababu hakupata malezi ya wazazi nyumbani. Ndio maana leo hii ukimgusa kijana kwambiaje, wewe ni nani? Kwani wewe ni mzazi wangu? Wewe ni nani? Ulinizaa wewe? Ni wazi lazima uzungumze hivyo. Lakini zamani ukimjibu mtu yeyote mzima namna hiyo, huko sokoni kule mkutana naye kule, unatandikwa viboko na wanaulizana kule, huyu mtoto ni wa nani? Wanakufuata nyumbani kwenu, kesi inaletwa kwenu, wazazi wako wanakulima viboko na wewe utashika adabu tu. Lazima adabu ushike, kwa sababu kule mitaani unatandikwa na mtu mzima yote yule, haijalishi baba yako au si mama yako, wanakutandikia kule mtaani kule. Ukileta ukorofi kule unapigwa kule. Halafu wanaulizana, huyu mtoto ni wa nani? Huyu anaishi kwa nani? Huyu wanafuatilia mpaka nyumbani kwenu, wanakuja, inaletwa kesi nyumbani kwenu, wanaambiwa wazazi wako, huyu mtoto wenu ni hivi na hivi na hivi na hivi. Kama mmeshindwa kumlea, asio anakuja kusumbua watu wengine kule. Kwa hiyo na pale nyumbani kwenu vinalindima viboko vingine. Kwa mtoto alikuwa analelewa na jamii. Leo hii mguse mtoto wa mtu, taona wanakuja kwa mapanga na marungu kama kushika mwezi. Kwa hiyo tunaona katika somo la Injili mama mwajibikaji, baada ya mtoto wake kwamba haonekani, anakwenda kumtafuta. Wamama wale wengine hawatafuti watoto wao mpaka usiku unaingia, hajajua mtoto wake amekula kwa nani, hajajua mtoto wake kama ameoga, hajajua mtoto wake alikuwa anazurura kwa nani. Wanasema tuko busy. Na matokeo ya kuwa busy ndiyo hayo tunayaona kwa vijana ambao hawana malezi stahiki, hawana maadili. Moyo wa mama Bikira Maria una fadhila nyingi za kujifunza pale: unyenyekevu, upole, moyo wa sala, moyo wa utumishi. Alipoambiwa na malaika mara ya kwanza kwamba utakuwa mama wa Mungu, alisita kama mwanadamu, kwa sababu hakuelewa jambo hilo. Inakuwaje? Linakuwaje neno hili? Kwa sababu mimi sijui mume. Ni binti wa miaka 14 anapewa habari kubwa kama ile, lazima ashtuke. Ni mabinti wangapi leo hii wakiambiwa namna hiyo watakubali kuchukua jukumu kubwa kama hilo? Anakuambia unamwambia binti, naona wewe kwa jinsi ambavyo maisha yako yalivyo, kwani usiwe hata sister? Baba nikome baba, waende wengine, si mimi huko siwezi baba. Lakini huyu binti wa miaka 14 anaambiwa na malaika habari kubwa kabisa kama ile, na baada ya kufafanuliwa kwamba litakuwa namna gani ile jambo, asema mimi ni mjakazi wa Bwana, na iwe kwangu kama ulivyonena. Huo ni moyo wa mtu mnyenyekevu tu unaweza kujibu hayo, na mtu mwenye moyo uliojaa upendo ndani mwake.
Bikira Maria anatufundisha mambo mengi. Mama mkimya, mama asiye msengenyaji, mama asiye kuwa mtu wa majungu, mama asiye kuwa mpikaji wa habari ambazo si sahihi. Kuna mambo mengi ya kujifunza kutoka kwa huyu mama ambao tunapaswa sisi kujifunza kama wana parokia Moyo Safi wa Bikira Maria, lakini vile vile kama wana kanisa kwa ujumla wetu, kujifunza kwa huyu mama. Na ndio maana hata anapoondoka kwenda kumsalimia binamu yake Elizabeti, baada ya kusikia ile salamu ya Elizabeti, Bikira Maria anasema moyo wangu wamtukuza Bwana. Hasemi mtanitambua kijijini, mimi ndio mama wa Mungu, mimi ndio mama wa Yesu, mtanikoma akina mama wengine hapa. Hasemi hivyo. Mama mnyenyekevu, mama mwenye imani, huo ndio moyo safi ulivyo wa Mama Bikira Maria. Heri wenye moyo safi, maana hao watamuona Mungu. Ndugu zangu, kuna mambo mengi ambayo tunaweza tukayazungumza kuhusu mama huyu, yanayoweza kutusaidia kuweza kuwa wanadamu wale ambao Mungu ametuumba kwa mfano na sura yake. Bikira Maria aliumbwa kwa mfano na sura ya Mwenyezi Mungu, na anaakisi ule umungu uliomo ndani mwake, kwa sababu ya moyo wake jinsi ulivyo. Haubebi makuu ndani mwake, ni moyo uliojaa unyenyekevu, moyo uliojaa upendo, moyo uliojaa huruma. Na hili nanikumbusha wakati fulani nikiwa nafanya kazi Uingereza, nilibahatika kwenda kwenye nchi ya Bosnia Herzegovina. Kule kuna kitongoji kinaitwa Medjugorje, na huko Mama Bikira Maria ameendelea. Sehemu zingine zote Bikira Maria haonekani, lakini Medjugorje anaonekana mpaka leo hii kwa wale ambao alikuwa amejionyesha kwao wakingali bado watoto wadogo. Sasa ni watu wazima, lakini ameendelea. Ni zaidi ya miaka karibu 40 anaonekana Medjugorje. Wale watoto kwa mara ya kwanza walipomuona walipigwa na mshangao, wakaogopa, wakakimbia. Mara ya pili walipomuona, safari hii hawakuwa wameogopa, bali alipowaita wamsogelee, walimsogelea kweli. Na baada ya kuwa wamejenga mahusiano, kwa sababu walikuwa wanaendelea kuonekana kwao, baada ya kujenga mahusiano yeye ya karibu, hawamuogopi tena. Siku moja walituma wale watoto kwenda kumwambia Bikira Maria kuhusu paroko mmoja ambaye alikuwa mkorofi. Wale watoto ni watu wazima sasa, wanaelezea. Wakaenda wakamwambia yule mama kweli, wakamwambia kuna paroko fulani hapa. Yule paroko mkorofi, mama mkorofi yule paroko yule. Sasa yule mama majibu aliyowaambia, aliwaambiaje? Tuwaombee mapadri. Nafikiri mategemeo ya watu wengi angekuwa kwamba huyo paroko huyo lazima nimuondoe hapo, lakini yule mama hakusema lolote lile. Aliwaambia tuwe mabinti wale na wale vijana wa kiume wale tuwaombee mapadri. Hakuanza kuhukumu, sema nilijua tu mapadri siku hizi vichwa vyao sio sasa. Yule mama hakujua vile, hakusema vile. Aliwaambia tuwaombee mapadri. Moyo usiohukumu, moyo usiohukumu, moyo safi ndio huo wa Bikira Maria. Hauhukumu mtu, hauhukumi mdhambi. Na mara nyingi anapowatokea anawaambia wale waliowatokea, tubuni, ongokeni,
na kuiombea dunia. Moyo safi wa Bikira Maria huo, moyo wenye imani kuu kwa Mungu, moyo wenye upendo kwa wanadamu, moyo wenye huruma kwa wanadamu wa dhambi, moyo uliojaa msamaha. Kwa hiyo anaakisi hali ya moyo wa mwanaye Yesu. Mwanzilishi wa pili wa shirika letu anaitwa Francis Paul Lieberman. Yeye ni Myahudi kwa asili yake, na kabla hatujawa na shirika moja, yeye alikuwa na shirika jingine linaloitwa Moyo Safi wa Bikira Maria, sababu kulikuwa na shirika la Roho Mtakatifu ambalo lilikuwa tofauti na mwanzilishi mwingine, na shirika jingine tofauti na mwanzilishi mwingine, na mashirika haya mawili yakaungana mnamo mwaka 1848. Na ndio maana shirika letu, jina la kiofisi la shirika letu ni Shirika la Roho Mtakatifu chini ya ulinzi wa Moyo Safi wa Bikira Maria. Basi huyo mwanzilishi wa pili Lieberman anasema yeye alikuwa Myahudi, kwa hiyo alikuwa si Mkatoliki, lakini baadaye baada ya kubatizwa akabadilika, na alibatizwa akiwa mtu mzima, kijana mkubwa tu. Kwa hiyo alipobatizwa asema, nilipomwagiwa maji ya ubatizo nilifuta yote ambayo nilikuwa ninayo juu ya Bikira Maria, kwa sababu alikuwa anamchukia Bikira Maria kama Myahudi. Na kuanzia pale akaleta mtazamo huo mpya, kwa sababu sasa shirika limekuwa linaitwa Shirika la Roho Mtakatifu chini ya ulinzi wa Moyo Safi wa Bikira Maria. Kwa hiyo akayaleta yale mawazo, akituambia sisi wanashirika kwamba tuwe na moyo wa Yesu kama ulivyokuwa ndani ya moyo wa Bikira Maria, na tuwe na moyo wa Bikira Maria kama ulivyokuwa ndani ya moyo wa Yesu. Kwa hapo na wamegea kidogo spirituality ya shirika letu. Sasa sisi wana Moyo Safi wa Bikira Maria, kwa sababu bahati nzuri hapa parokia yenyewe hii imeanzishwa na hawa wa Shirika la Roho Mtakatifu. Kwa hiyo na wamegea hilo, tuweni na moyo wa Bikira Maria ulivyokuwa ndani ya moyo wa Yesu, na tuwe na moyo wa Yesu jinsi ulivyokuwa ndani ya moyo wa Bikira Maria. Tumuombe Mama Bikira Maria aendelee kutuombea ili tuzidi kusimama imara katika imani yetu, tukiwa na mioyo safi yenye upendo, isiyohukumu mtu, yenye unyenyekevu, yenye majitoleo, na iliyo tayari kutumika bila kutafuta faida yoyote ile, kutumika bila kutafuta faida yoyote ile juu yake. Tuendelee kuliombea jimbo letu na kanisa letu kwa ujumla, kwa sababu jimbo na lenyewe liko chini ya ulinzi wa Moyo Safi wa Bikira Maria, ndio msimamizi wake. Tuliombee jimbo letu changa, ili katika mipango yake na malengo yake basi liweze kuendelea kuinjilisha kwa kadiri ya mapenzi ya Mungu, na liweze kuwezeshwa na waamini wake katika kazi ya uinjilishaji. Tumsifu Yesu Kristo.